Mimi naitwa Emmanuel Mbaule. Mimi ni mdau wa Dodoma, lakini still ni kijana ambaye nipo Dodoma. To be honest, kitu cha kwanza kabisa, yani bila kujua kwamba mtu anaishi maisha aina gani, kutoa uhai wa mtu sio sawa katika maisha ya binadamu tu, katika maisha ya kawaida. Kwamba sababu ya kifo ni kupigwa na binadamu wenzako mpaka kufa, sio sawa. Lakini MC Pilipili, mimi katika maisha yangu yote nimefahamiana na MC Pilipili na namfahamu. Sijawahi kusikia ana skendo aina yote ile, aidha kagombana na mtu au kapigana na mtu au kadhulumiana na mtu. Mimi nizungumze, sijawahi kusikia. Jamaa moja ya kitu ambacho ilikuwa ni silaha yake kubwa, hata akichukia anacheka. Ogopa mtu wa namna hiyo, kwamba utagombana naye saa ngapi. Lakini kingine ni kwamba waliofanya, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi, wanaonekana ni watu ambao walikuwa wamejipanga kwa ajili ya kufanya kitendo hicho. MC Pilipili, kinachotuumiza zaidi ni ile tunaita cause of death, kwa maana ile sababu yake ya kifo. Sawa, kila mwanadamu atakufa na kwa wakati wake, lakini sababu yake inaumiza. Unajua, kupigwa mpaka kufa, huwezi kufeel yale maumivu ambayo aliyapata before hajakata roho. Ni kitu ambacho sio sawa katika maisha ya binadamu, kwa sababu angekuwa na historia, hata ukienda ndani ya jeshi la polisi au kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, kwamba jamani, huyu mtu aliwahi kuwa na hatia yoyote ile kwenye maisha yake, kagombana na mtu au kadhulumu mtu, hatujai kusikia kitu cha namna hiyo. Nimekuwa karibu nao kwa muda mrefu na mfahamu. Kila mtu alistuka kusikia kwamba jamaa ameaga dunia, alafu kija kuangalia cause of death ni kupigwa mpaka kufa. Ni kijana ambaye alikuwa anatafuta. Unajua, kwenye maisha kuna umri ukifika ni lazima utafute kwa kasi sana, kwa sababu kuna umri ukifika pesa sio yako tena. Unatafuta kwa ajili ya familia yako, unatafuta kwa ajili ya watoto wako. Ndio maana kuna wakati wanaume hata tunajinyima, hata nguo unaweza usinunue, lakini unahangaika familia yako ipate nafasi ya kuishi kwenye maisha bora. Wengine tumetokea kwenye maisha ya shida sana, lakini hatutaki watoto wetu waishi kwenye maisha tuliopitia sisi. That's why tunapambana kuhakikisha kwamba watoto wetu wasipite kule ambako sisi tumepita. Na ndio MC Pilipili alichokuwa akipambana ni kwa ajili ya familia na watoto wake waishi kwenye maisha bora. Leo unasikia kuna binadamu amekatisha uhai wake kwa maksudi, eti kwa kumpiga. Guys, very bad. Very bad. Lakini tunaliachia jeshi la polisi, kwa sababu jeshi la polisi naamini lina weledi, lina uwezo na lina nia ya kuhakikisha kwamba linawatia mbaroni wale wote waliohusika kusababisha kifo cha MC Pilipili. Umati unaouona sio umati ambao yawezekana umekuja kwa sababu tu yani hewani. Umati unaouona ni sababu ya maisha aliyokuwa akiishi na watu. Haya ni majibu tosha kwamba mtu huyu alikuwa akiishi kwenye maisha bora na watu. Alikuwa anajua kuishi na watu. Yule jamaa yani alikuwa muda wote ni mtu wa kucheka, muda wote mtu wa story. Alikuwa anaongea sana, lakini kule kuongea sana ilikuwa ni faida kwa watu wengine. Unaelewa? Lakini jamaa inaumiza kucheki kwamba mtu wa karibu na mfahamu kalala kwenye jeneza. Cause of death ni kupigwa na wanadamu wenzake mpaka kufa. Very bad.